Lakini pili, nichukue nafasi hii kuwapongeza ndugu zetu wa Simba. Mimi Yanga na mnajua kwa nafasi waliofikia, na Mungu awatangulie wakaliheshimishe taifa. Wapo watakaobeza, lakini ukweli haukawii kukucha. Kwa hiyo tuwapongeze ndugu zetu Simba Sports Club nao kwa kazi nzuri walioifanya na kuhakikisha kwanza wanaipa heshima taifa letu, lakini pili wanaipa heshima awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini tatu wanalitambulisha taifa la Tanzania sio kichwa cha mwenda wazimu tena, kama ilivyokuwa inaeleweka kwamba ukiongelea Simba, Yanga, Taifa Stars basi unaambiwa au ni kichwa cha mwenda wazimu. Msemo huo vijana wetu wanazidi kuufuta na kutupa heshima katika mataifa makubwa ambayo angali tulikuwa tunazania hatuwezi tukashinda katika mataifa hayo, tukijua wana ujuzi sana, wanaujua mpira sana. Kumbe kuna muda mwingine kujazia sio kutokupigwa. Unaweza ukawa unanyanyua vyuma sana, unaweza ukawa umejazia kweli kweli kama Chuck Norris, lakini Mwambulukutu mimi nikaja nikakupiga moja chuma kikalala. Kwa hiyo niwapongeze mashabiki wa Simba, na kwenye hapa mashabiki wa Simba niwaombe viongozi wa Yanga na Simba. Wapo watu wamekosa kujinadi kwa wananchi, wanataka kuvitumia vilabu vya Simba na Yanga kuingia na kudumbukiza siasa. Mpira ni kitengo kinachojitegemea na kina mashabiki wengine kabisa. Hawana siasa, wenyewe wana mapenzi na timu zao. Anapotokea mtu akasema kwamba mimi ningekuwa kiongozi wa nchi ningefuta Simba na Yanga, huyo ndio mtu ambaye anataka kuongoza kwa taifa hili kutowatakia vijana ajira. Nyie mnajua, mnatambua vilabu hivi viko kabla mtu yoyote hajazaliwa, kabla yule ambaye haitaki Simba na Yanga. Hivyo vilabu vipo, mimi sijazaliwa nimeikuta, na ni vilabu ambavyo vinatoa ajira kwa vijana. Tunaona vijana wanasajiliwa kule, wakionekana zaidi wanaenda kimataifa. Tumeona wakina Samata, tumeona wengi tu. Sasa anapotokea mwanasiasa mchochezi, mimi namuita mchochezi, ambaye anapinga ajira hiyo, wasituingize huko. Nimelisema hilo, nimeona viashiria. Sisi ni wananchi, na mimi kama mwenyekiti wa taasisi tuna uhuru wa kuongea, lakini usipitilize. Kwa hiyo nikaonelea niliseme hili kwamba wasiingizwe kwenye siasa chochezi ambazo hazina mantiki kwenye taifa letu. Watu wanaoshindwa kukosa au waliokosa sifa na weledi kwa Watanzania kwa kutotimiza hoja na matakwa ya Watanzania wakakubalika, wanataka kuingia sasa kwenye vilabu, wanataka kuingia kwenye dini. Niwaombe, na hapa sipo kama mimi, ningempa mmoja hapo simu yangu hapa ungesikia. Taifa la Watanzania milioni 68. Vijana wa Tanzania wapo milioni 42, 43. Kulia na kushoto wamenituma. Nyinyi ni mashahidi. Taifa letu, nyinyi ni mashahidi. Taifa letu hili la Tanzania, siasa ina mahala pake na dini ina mahala pake. Lakini katika vitabu vya ibada vinatueleza na kututuma tuheshimu mamlaka. Katika Biblia, tunaambiwa tuheshimu nini? Mamlaka. Na wanaotueleza hao ni watu ambao wamepewa dhamana ya kutuongoza kiroho. Mbaya zaidi, sasa hivi watu waliopewa mamlaka hayo wanatupeleka kwenye siasa.
Ukienda kwenye nyumba za ibada sasa hivi, badala ya kumfuata Mwenyezi Mungu, unasikia makelele yale yale ya vijiweni, unasikia makelele yale yale ya mitaani, ndio unayakuta kwenye nyumba za ibada. Wanatusababishia kutokumfuata Mungu, tunaenda kusikia siasa kwenye nyumba za ibada. Sio sawa. Sio sawa. Sio sawa. Sio sawa. Imani ibaki, ijitegemee. Sisi tunawategemea wao. Sasa hivi vizazi vinapotoka, wazazi wanapambana kushindana na shetani, shetani naye anapambana kuangamiza vizazi vyetu. Wapi tunategemea sehemu ambayo vizazi vyetu vitapata imani na hofu ya Mungu? Ni nyumba za ibada. Lakini nyumba za ibada zimegeuka genge la kuongelea siasa ambazo hazina mantiki. Wao wanatakiwa wabaki kama washauri, na wao wanatakiwa wabaki kama walezi wa amani katika taifa letu. Lakini wakiwa wao ndio wa kwanza kutaka kutafuta mtifuano wa huku, hatutaweza kufika sehemu ambayo tunapatarajia. Leo hii wanatokea viongozi wa dini ambao tunawaheshimu mno. Heshima ile nadhani wamebeba na ukubwa wa kizani kwamba vijana wa Kitanzania hawaoni.